ya shule ya sekondari Kabuku, na lengo kubwa hasa lilotufanya tufika hapa ndani ya viunga hivi ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria mahafali ya 29 ya vijana wa Form 4 ambao wanahitimu 2025. Ambatana misambamba, tuende nikupeleke ukaone namna maandalizi yalivyokuwa hapa ndani ya viwanja na namna vijana ambavyo wamejiandaa kuhusiana na siku ya leo, siku yao kubwa ambayo ni siku ya mahafali ya 29 mwaka 2025. Kwa kujuza kabisa ni kwamba tulikuwa kwenye maandalizi tofauti tofauti, lakini leo ndo siku hasa rasmi ya kufanya mahafali ya 29 ya vijana wa Form 4 ambao tunatarajia mwakani, kwa maana 2026 watakwenda kidato cha 5 kutokea hapa ndani ya shule ya sekondari Kabuku. Kama hujajua location ya shule ya Kabuku inakopatikana, ni shule kongwe ambayo inapatikana ndani ya mji huu wa Kabuku, pembezoni kidogo mwa barabara kuu ya kwenda Arusha lakini kwenda Tanga. Tunatarajia kwamba kutakuwa na wageni mbalimbali, tukitarajia kwamba mgeni rasmi nitakujuza hapo baadaye atakuwa ni nani, tutamsikia ni nini atakizungumza, lakini kuna mambo mengi mazuri yanaandaliwa hapa kwenye mahafali hii ya 29 ya vijana wa Form 4 shule ya sekondari Kabuku. Kama bado hujasubscribe, basi unaweza kuandika neno TRC Mzundu TV, basi utaweza kupata matangazo hayo live na kufuatilia kile kinachotokea hapa, kukipata mbashara kupitia simu yako janja. Katika experiment maarufu kama elephant experiment. Hii elephant experiment ni experiment ambayo inatumika ku produce oxygen. Oxygen ni hewa ambayo ni hewa ambayo inawapa viumbe hai uhai. Oxygen inaweza ikazalishwa in industry, yani viwandani, ila vile vile oxygen inaweza ikazalishwa in the laboratories, yani kwenye maabara. Sasa hapa tunaenda kuandaa oxygen. Katika uandaaji wa oxygen tuna kifaa au sanitizer kwa jina maarufu kama sabuni ya maji. Hii sabuni ya maji itaenda kutumika kutoa oxygen kwa mfumo wa bubbles, yani mapovu. Vile vile tuna hydrogen peroxide. Hii hydrogen peroxide inatumika kwa kuvunjwa ili kuweza kuproduce oxygen. Vile vile tuna potassium iodide. Hii potassium iodide ndio catalyst. Catalyst is a substance that speeds up the chemical reaction, au ni kile kitu ambacho kinafanya reaction iweze kufanyika kwa haraka zaidi. Kwa mfano, reaction ikiwa inafanyika ndani ya dakika 3, itafanya reaction ifanyike ndani ya dakika 2 au 1. Sasa tunaanza kuchanganya ili kuweza kuzalisha oxygen. Sasa tunaweka sabuni yetu ya maji kama kwa jina maarufu kama sanitizer tuweze kuproduce oxygen. Sasa tunachanganya rangi ili oxygen itoke katika rangi mbalimbali. Sasa tunatia potassium iodide kama catalyst. Sasa tunatia hydrogen peroxide kwa lengo la kwenda
kudecompose kuweza kuproduce oxygen. Sasa hilo povu linalotoka kama bubbles au mapovu ndio linakuwa lina contain oxygen. Lakini pia hiyo reaction yetu inaitwa exothermic reaction. Ni reaction ambayo ina release heat. Ukishika hii bubbles au hayo mapovu inakuwa kwenye mfumo wa heat. Kwa hiyo inaitwa exothermic reaction. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga vya shule ya sekondari Kabuku, mimi Nchisko wa TLC Mzulu TV and NBC.